Wapendwa ndugu zangu katika Kristo, kama tunavyojua, tarehe mosi Januari kila mwaka tunaadhimisha sherehe ya Bikira Maria Mtakatifu, mama wa Mungu. Na hivi nichukue nafasi hii mapema kabisa kuwatakia heri ya sherehe ya leo ya Bikira Maria Mtakatifu, mama wa Mungu. Herini sana. Kwetu Wakristo wa Katoliki leo tuna sherehe tatu zilizofungamana. Pamoja na sherehe hiyo ya Bikira Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, lakini vile vile ni sherehe ya kuaga mwaka wa 2025 na kupokea mwaka wa 2026, na tunafanya tendo hilo kwa moyo wa shukrani. Herini sana kwa mwaka mpya pia. Na jambo la tatu, Mama Kanisa anatuongoza na kutualika siku hii ya leo hiyo pia ni siku ya kusali kwa ajili ya kuomba amani katika familia zetu, jumuiya zetu, nchini mwetu na katika ulimwengu mzima. Kumbe mambo hayo matatu, sherehe ya Mama Bikira Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, kuaga na kupokea mwaka, lakini vile vile ni sherehe ya kuadhimisha na kuomba kwa ajili ya tunda la amani. Herini sana kwa amani pia hii anayotujalia Kristo. Basi ninaomba tuyatafakari hayo mambo matatu kadiri yalivyotajwa, ambayo ndio msingi wa maadhimisho ya siku hii ya leo. Tukianza na la kwanza, kama tulivyosema, kwa moyo wa shukrani tunapenda kuuaga mwaka uliopita wa 2025 na kuupokea mwaka huu wa 2026, na tunatafakari jambo hili katika mambo matatu. Napenda tuone hili tukio la shukrani ya kuaga na kupokea mwaka kwa nafasi tatu. Nafasi ya kwanza, tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya kuaga mwaka na kupokea mwaka katika mazingira ya heri na baraka na fanaka kwa yote tuliyoyapata kimwili. Kimwili tumejaliwa uzima, afya njema na mahitaji. Ni wazi inawezekana hapa na pale tulikuwa na misukosuko ya shida ya hali ya afya, lakini kwa namna yoyote kama tumeweza kufika mpaka hapa, tunamshukuru Mungu kwa kutuvusha. Na haya yote tunapenda kutambua kama upendeleo. Sio wote ambao wamejaliwa kujaliwa afya na afya hiyo ikaweza kuhifadhika, kutunzwa mpaka hivi leo kuingia mwaka mpya. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu na tunakiri tukitambua kwamba huo ni upendeleo. Lakini sehemu ya pili ni kiroho. Kiroho pia tumejaliwa neema na baraka nyingi. Mahubiri mazuri ambayo tumekuwa tukiyapata kwa mapadri wetu wa parokia, maadhimisho ya sakramenti kwa kipindi cha mwaka mzima tangu ubatizo mpaka ndoa, na sakramenti nyingine. Sikumbuki vizuri mwaka uliopita kama tulikuwa na adhimisho la daraja la ushemasi na upadre. Ushemasi hapana, upadre nakumbuka kama mwanashirika mmoja kule Nkinga alipewa upadre, kama sio mwaka jana basi, lakini nakumbuka ni kama mwaka jana mwanzoni. Lakini hata hivyo mwaka jana tunakumbuka kwa adhama tulijaliwa kuwa na adhimisho la sherehe la daraja la uaskofu katika jimbo letu kuu la Tabora. Hayo ni baadhi ya mambo tunayokumbuka kati ya mengi ambayo yametendeka kwa mwaka uliopita, na hivi tunapenda kumshukuru Mungu kiroho ameweza kutujalia hayo yote. Lakini pia sisi ni mashahidi wenye dhambi tuliotubu, tuliweza tena kuonja huruma ya Mungu, na kwa sababu ya hayo na mengi ambayo hatuwezi kuyataja, tunamwambia Mungu asante. Kuna msemo wa Kiswahili unaosema mtoto asiyejua kushukuru kalelewa vibaya. Mimi sitaki kuamini kwamba sisi tumelelewa vibaya, na sitaki kuamini kwamba sisi hatuna uwezo wa kushukuru. Basi tunamwambia Mungu asante kwa kila neema na baraka ambazo umetujalia, na tunataka kumthibitishia Mungu kwamba sisi ni watoto wako wema
na tumelelewa vizuri na tunasema asante. Tumsifu Yesu Kristo. Sehemu ya pili, kipengele cha pili katika hii sehemu ya kwanza ya shukrani ya kuaga na kupokea mwaka, mimi naona pia tunapata mwaliko wa kufanya toba kwa kuaga mwaka na kupokea mwaka. Tunamwambia Mungu samahani kwa makosa tuliyotenda mwaka uliopita. Tunatambua unyonge na udhaifu wetu kwa dhambi tulizotenda, lakini vile vile kufuru kwa sakramenti, hasa Ekaristi Takatifu. Mimi ni kati ya watu, sijui labda wapo na watu wengine wanaongea kama mimi, katika parokia ambazo nimepita kufanya utume, naona si Wakristo wote tuko waangalifu wakati wa kupokea Ekaristi Takatifu, hasa wale tunaopokea mikononi. Na mara kadhaa nimewaona kabisa watu ambaye umempa Ekaristi mkononi na amechukua, amepokea, ameweka kinywani, lakini unaona anaondoka, kuna vipande vya Ekaristi viko hapo, anavipukusha hata kama hafanyi hivi mkono, lakini unaona anaondoka. Maana yake tunajua kwamba Ekaristi Takatifu ni Yesu mzima, hivi kwamba hata kipande kidogo cha Ekaristi au damu imedondoka ni Yesu mzima. Kwa hiyo ni kufuru ya Ekaristi Takatifu. Nimekutana na watu kadhaa na nikawakumbusha, wewe huoni kwamba una vipande vya Ekaristi Takatifu hapo? Kwa hiyo naona kwa namna moja au nyingine ni kati ya dhambi tunaweza kutubu mbele ya Mwenyezi Mungu, na iwe mwaliko kwetu kwa mwaka huu tunaoanza, tuwe waangalifu kabisa na kutoa heshima ya pekee katika masakramenti na mambo matakatifu. Vile vile inawezekana kabisa ni pamoja na wale ambao bado tuna vizuizi, hatujapokea sakramenti takatifu, tuna vizuizi na hatupokei Ekaristi Takatifu. Jana ujuzi nimeona kwenye klipu ya video, padri mmoja kwa uchungu anasema, sijui alikuwa ameshafanya hapo, anasema amenunua maboksi ya biskuti na Ekaristi Takatifu. Sasa anasema wakati wa kukomunisha atakuwa anapita mlanda kwa mlanda, anasema mwili wa Kristo. Yule ambaye hana vizuizi anasema amina, anapokea. Lakini yule mwenye vizuizi anasema tafadhali padri, pole, mimi sipokei, alafu anachukua biskuti anampa. Yaani maana yake wewe kwa Ekaristi Takatifu, wewe na Yesu wa Ekaristi, wewe hamuendani, wewe sio rafiki yako, hauko pamoja naye, ila wewe ni mtu wa biskuti tu, maana yake mambo ya kimwili. Hili nalo ni jambo jingine ambalo tunapaswa kulitafakari na kuweka maazimio tunapoanza mwaka mpya, lakini kwa moyo wa toba pia tunapaswa kulitazama hili kwa wale ambao bado tuna vizuizi. Ni mwaka wa kwanza, 5, 10, 20 inapita, hatuna muunganiko wa moja kwa moja na Yesu wa Ekaristi, na tunaona mambo yanakwenda sawa. Lakini vile vile kwa moyo wa toba tunatubu na tunajuta katika mahali ambapo tumekuwa tukifuata au tukikumbwa na maelekeo ya mizizi ya dhambi na kuvutwa na hata kuanguka dhambini. Basi hayo yote kwa moyo wa majuto tunajikabidhi kwa Mungu tukitubu na kujuta. Tukumbuke ujumbe wa Fatima. Mama Bikira Maria aliwaambia wale watoto wa Fatima wafikishe ujumbe huu kwamba salini, fanyeni malipizi, mkamuongokee Mungu. Sehemu ya tatu, kipengele cha tatu katika hii sehemu ya kwanza ni kuomba neema kwa mwaka huu mpya unaoanza 2026. Maisha yetu yametufanya tuweze kung'amua kwamba tuko dhaifu, kila mmoja wetu kwa namna yake tuko dhaifu, tena dhaifu sana. Na Mungu anatujua kila mmoja wetu anavyoketi na anavyosimama. Zaburi ya 139 aya ya 2. Basi tuzidi katika unyenyekevu tukimtegemea yeye, tukijua kwamba tukibaki peke yetu hatuwezi kusimama. Tunaweza kusimama na Mungu tu. Na maandiko matakatifu, Injili ya Luka sura ya 22 aya 40, tunakumbushwa salini msianguke vishawishini. Tuingie kipengele cha pili au sehemu ya pili ya maadhimisho yetu ya leo, nayo ni kutambua nafasi ya Mama Bikira Maria, kwamba Mama Bikira Maria mtakatifu ni mama wa Mungu na mama yetu. Katika somo la pili tumekumbushwa kwamba uwepo wake Mama Bikira Maria unaelezwa sambamba na utimilifu wa nyakati. Tumeambiwa wakati ule ulipotimia, basi Mama Bikira Maria, basi yeye alikuja, yeye ambaye uzao wake ulikuwa rasmi kabisa kwa ajili ya kuponda kichwa cha Shetani,
kwa ajili ya kutuletea ukombozi. Kwa hiyo ni sehemu ya utimilifu wa nyakati zilizokubalika kwa Mungu. Basi nyakati hizi zitukumbushe wajibu wetu. Kuna wajibu wa pekee ambao kila mtoto anaguswa na anatambua kwamba anao kwa mama yake. Kumbe wajibu huo ambao tunao kwa mama zetu tunapaswa kuuonja kwa mama Bikira Maria. Kwa hiyo kuna wajibu wa aina tatu ambao tunao kwa mama zetu na tunao pia kwa mama Bikira Maria, ambao pia wajibu hizo zinaonekana vizuri katika Injili ya leo tuliyosikia. Tukianza na sehemu ya kwanza, tuna wajibu wa kujiweka chini ya ulinzi wa mama zetu, lakini mama Bikira Maria pia kiroho na kimwili. Papa Yohane Paulo wa pili mwaka 1988 aliutangaza kuwa mwaka wa Maria. Basi lengo ilikuwa ili tujiweke chini ya ulinzi wake, na sisi tunayo fahari kuanza mwaka huku tukifanya maadhimisho ya sherehe ya mama Bikira Maria mtakatifu, mama wa Mungu. Tunamtukuza kwa nafasi yake na tunamfahamu mama Bikira Maria. Tumesikia katika somo la Injili, ni mama ambaye anayaweka yote moyoni, anayatafakari kabla ya kutenda. Ni mama asiye na papara. Namna zake hizi, fadhila zake hizi na uwepo wake utuongoze sisi. Yeye na kwa namna zake anatufundisha namna pia hata ya kuanza mwaka huu tunaoanza. Wajibu wa pili ni kumkimbilia katika shida zetu kiroho na kimwili. Najua tunapoanza mwaka huu tumebeba maswali mengi sana vichwani mwetu kwa ajili ya mwaka huu wa 2026. Kila mmoja wetu, hakuna mwenye uhakika mwaka huu utapitaje. Hakuna mwenye uhakika mambo yatakuwaje katika familia yake, katika jumuiya zetu, katika kanisa letu mambo yatakuwaje. Hata hatuna uhakika katika taifa letu mambo yatapitaje katika mwaka huu. Lakini tuna imani ya pekee kwa mama yetu wa mbinguni, mama Bikira Maria. Tujikabidhi kwake, tuendelee kumwomba. Yeye pia ni mlinzi wa taifa letu la Tanzania. Sehemu ya tatu katika wajibu tulionao ni kumpenda. Wajibu wa mtoto ni kumpenda mama, kwa sababu mama daima anampenda mtoto, na kwa kuwa mama Bikira Maria anatupenda, hatuna namna nyingine yoyote ya kuonyesha mapendo kwake isipokuwa kudumu katika sala na kujibidisha kushika amri za Mungu na za kanisa. Maria ni mama wa Mungu, si kwa sababu alielewa kila kitu alichokuwa anakisikia, unabii wote na hata yale yaliyoambiwa na malaika wakati wa kupasha habari. Hapana, yeye ni mama wa Mungu kwa sababu aliacha nafasi kwa Mungu. Moyo wake ulikuwa na nafasi kwa Mungu. Alipenda kujikabidhi kamilifu kwa mapenzi ya Mungu ili Mungu aweze kuonekana katika nafsi yake, aweze kumuongoza katika mapenzi yake. Basi tunajifunza kwa mama Bikira Maria kwa moyo huo wa tafakari na sala, na sisi tudumu katika sala. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Naomba mniruhusu sasa niingie sehemu ya tatu na ya mwisho ya maadhimisho yetu ya leo, nayo ni mwaliko wa mama kanisa kuomba kwa ajili ya amani. Baba Mtakatifu Paulo wa sita mwaka 1967 alitoa tangazo rasmi kwamba kila tarehe mosi mwezi Januari iwe pia ni siku ya kuomba amani. Wanakanisa wote tukusanyike, tusali, tupeleke maombi, sala na dua zetu kuomba amani. Na tarehe mosi Januari mwaka 1968 ndio ilikuwa kwa mara ya kwanza adhimisho kama la leo liliongozwa au vile lilijumuisha na wazo la kuombea amani. Ni vizuri na sisi tuweze kutafakari juu ya tunda hili la amani. Amani ni tunda la haki na mengine mengi. Mimi sitaki kwenda katika hayo mengine mengi, lakini nijikite tu katika wazo lenyewe la amani. Amani ni nini? Amani ni utulivu unaopatikana pale mipango iliyowekwa inapotekelezwa kadiri ilivyopangwa.
Mfano, labda familia X ilipanga kwamba katika msimu wa kilimo mwaka huu, baada ya kulima na kuuza sehemu ya mazao yetu, tutanunua pikipiki, bodaboda itusaidie kutupeleka kanisani au na shughuli nyingine. Alafu baada ya kuuza mazao hayo, mmoja kati ya wanafamilia anazichukua, anaenda kule mahali, anapata 1, 2, 1, 3, anazipuliza pesa zote. Pesa hakuna, amani haiwezi kuwepo. Kwa nini? Yale yaliyopangwa hayajatekelezwa, kwa sababu mmoja amebinafsisha, mmoja ni mzulumati, na kama ningeongea vizuri ni mwizi. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo, hapo vita inaanza. Tukwepe mazingira haya ya vita. Sehemu ya pili au kipengele cha pili katika sehemu ya tatu ya kuombea amani, ni vizuri tuwatambue maadui wa amani. Nani ni adui wa amani? Ni mimi au ni wewe? Labda tukiyatafakari haya, kila mmoja anaweza kujua nani ni adui wa amani. Sehemu ya kwanza, tamaa ya mali kupita kiasi ni adui wa amani, kwa sababu tamaa hiyo ya mali kupita kiasi inasababisha hali ya wizi, mvuto na maelekeo ya wizi, unyang'anyi kwa mali binafsi na mali za umma. Tuepuke tamaa ya mali kupita kiasi. Pili, tamaa potovu za heshima na vyeo, nayo husababisha majivuno, kijicho, ubinafsi, na wengine anaweza kudiriki hata kuua, apate sifa, apate heshima, apate nafasi, apate cheo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwani jambo hili ni geni? Tunahitaji ushahidi. Tumsifu Yesu Kristo. Tatu, tamaa potovu za mwili, starehe, anasa na tafrija tunazihitaji kwa kiasi na kwa wakati wake. Kila jambo lina wakati wake na lifanywe kwa kiasi. Sasa hivi vyote vikizidi, ndoa zinaingia mgogoro, familia zinaingia mgogoro, jumuiya zinasambaratika na amani hutoweka. Tumsifu Yesu Kristo. Kipengele cha tatu katika hii sehemu ya tatu, tuombe nini ili tuweze kupata amani au tuweze kuitunza amani? Ili amani ipatikane katika familia, jumuiya, nchini na ulimwenguni, tumuombe mama yetu, Mama Bikira Maria, maana yeye ni Malkia wa amani, na tumuombe yeye atuombee katika maeneo matatu. Eneo la kwanza, atuombee amani hii iwepo kwa kila mtu. Kuna msemo unasema amani inapatikana ndani, usiitafute nje. Yaani anza we mwenyewe. Kila mmoja wetu akijitahidi awe mtu wa amani na afanye yale yote yanayojenga amani, yanayotunza amani, yanayoleta amani, vurugu itatoka wapi? Kwa hiyo kila mtu akiangamiza tamaa potovu, ubinafsi na akatenda haki, amani vitatawala. Amani itatawala. Lakini sehemu ya pili, amani kati yetu na jirani. Hii inaweza kupatikana tukipendana sisi kwa sisi katika mahitaji ya mwili na roho. Unaona kanisa linatufundisha ile matendo 7 kwa mwili na matendo 7 kwa roho, sivyo? Basi tukiyatenda hayo tutakuwa tumeonyesha upendo na amani itakuwepo katika shida mbalimbali tulizonazo kitaifa na kimataifa. Na sehemu ya tatu, amani kati yetu na Mungu. Wote tuweze kumkiri na kumpenda Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Injili ya Luka sura ya 10 aya 26 hadi 27 inatukumbusha ile amri kuu ya mapendo. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote, kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote, na umpende jirani yako kama unavyojipenda wewe mwenyewe. Tukiyafanya haya, vurugu zitatoka wapi? Kwa sababu tunampenda Mungu na jirani. Mwisho, ndugu zangu, napenda kuwatakieni herini sana
kwa mwaka mpya wa 26, mwaka mpya wa 2026. Herini sana. Herini sana pia kwa sherehe ya Mama Bikira Maria Mtakatifu, mama wa Mungu. Herini sana. Na mwisho, nawatakia amani ya Kristo Yesu mzaliwa ikae na idumu nanyi nyote kwa kipindi chote cha mwaka na hata zaidi. Herini sana.